na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Dr. Angeline Sylvester Lubala Mabula, mbunge wa Ilemela, aulize swali lake. Mbunge anauliza, lini serikali itaanza ujenzi wa kiwanja cha michezo Center of Excellence Manispaa ya Ilemela chenye hekari 16.75 ambacho kina hati tayari? Swali linajibiwa na Naibu Waziri Hamisi Mwinyi Juma. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ina dhamira ya dhati ya kuendeleza eneo hilo. Hata hivyo, kwa sasa serikali imeweka kipaumbele katika kukamilisha miradi ya ujenzi wa miundombinu ya michezo ambayo itatumika kuendeshea mashindano ya CHAN 2025 na AFCON 2027. Aidha, serikali imeanza ujenzi wa akademia ya michezo katika Chuo cha Maendeleo ya Michezo Malia kilichopo wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, ambapo utekelezaji wa mradi huo umefikia 25.4%. Hivyo, kwa kuanzia, wananchi wa mkoa wa Mwanza watanufaika na mradi huo mara utakapokamilika, huku tukiendelea kujipanga na utekelezaji wa mradi katika manispaa ya Ilemela. Mheshimiwa Dr. Angeline Sylvester Mabula. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa majibu mazuri ya serikali na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha michezo inainuka na tumepata pia fursa ya kuwa wenyeji wa michezo ya AFCON. Nina maswali mawili madogo ya nyongeza. Natambua dhamira njema ya serikali ya kutaka kuendeleza michezo, hasa kwa kuwa na hizi akademia za michezo, moja hapo hiyo ya Mali ambayo ameitaja. Lakini haoni kwamba kutoanza kujenga ule uwanja ambao tuliambiwa ungeweza kuanza mwaka huu wa Ilemela ni kuwavunja moyo wananchi wa Ilemela ambao walitoa kile kiwanja chao bure kwa serikali bila masharti. Swali la pili, katika viwanja vitano ambavyo vilitajwa kama kuwa wenyeji wa michezo ya AFCON, uwanja wa CCM Kirumba nao ulitajwa. Je, serikali ni lini itaanza ukarabati wa uwanja ule ili kuwa tayari kutumika kwa michezo ya AFCON 2027? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Angeline Mabula kwa ufuatiliaji mzuri wa masuala ya wanailemela, ikiwemo ufuatiliaji kwenye masuala ya michezo na hasa kituo hiki ambacho ameuliza swali lake la msingi leo. Naamini wanailemela wanaliona hili. Kwenye maswali yake mawili ya nyongeza, kwanza kuhusu kuchelewa kuanza kwa kituo hiki cha Ilemela. Kama ambavyo nimejibu katika wakati najibu swali la msingi Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi emphasis iko katika ujenzi wa miundombinu itakayotumika kwa ajili ya CHAN 2025 na AFCON 2027. Kituo hiki kipo katika mipango ya serikali, hatujakiondoa, na tunamwomba Mheshimiwa Mabula kwa niaba ya wanailemela waendelee kuwa na subira. Tutakapomalizana na miundombinu kwa ajili ya CHAN 2025 na AFCON 2027, tutahamia kwenye ujenzi wa vituo mbalimbali kikiwamo kituo cha Ilemela. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi, serikali bado ina mpango nacho kituo hiki na itakifanyia kazi kadri hali itakavyoruhusu. Kuhusiana na viwanja vitano ambavyo vilikuwa vimetengwa kwa ajili ya kufanyiwa ukarabati, kwanza viwanja hivi vitano havitatumika moja kwa moja kwa ajili ya AFCON. Viwanja vitakavyotumika kwa ajili ya AFCON itakuwa ni uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, uwanja mpya unaojengwa Arusha na uwanja wa Aman Zanzibar. Lakini viwanja hivi vitano tulikuwa tunavikarabati kwa ajili ya kuvifanya kama backup, na uwanja wa CCM Kirumba ni miongoni mwa viwanja hivi. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi, mpango huu uko pale pale na tuko katika mazungumzo ambayo yako katika hatua iliyosogea sana na mmiliki wa viwanja hivi ili kuona utaratibu bora wa kuvifanyia ukarabati, matumizi yake kwa maana ya uendeshaji na namna ambavyo thamani ya pesa ya umma itakayotumika kwenye ukarabati wa viwanja hivi itapatikana. Kwa hiyo nimtoe Mheshimiwa Mabula wasiwasi, uwanja wa CCM Kirumba bado uko katika mipango ya serikali na hivi karibuni tutaanza ukarabati wake kama ambavyo tutaanza kwenye viwanja vingine vinne ambavyo vinakwenda kuungana na CCM Kirumba kwa ajili ya backup ya michezo ya AFCON 2027. Maswali yawe kwa ufupi sana na majibu yawe kwa ufupi kadri itakavyowezekana. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Esther Matiko atafuatia Abubakar Yasenga na Mheshimiwa Justina Rai. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Mara ni mkoa ambapo anatoka muasisi wa taifa letu
Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini mkoa wa Mara hauna uwanja wa mpira wenye hadhi ya kimataifa. Na kwa kuwa uwepo wa uwanja huu ungeweza kutoa fursa mbalimbali kama ajira, kukuza utalii, maki na mbunge ya Serengeti na kule Butiama kwa baba wa taifa, na baadaye kukuza uchumi wa nchi yetu. Serikali yaone kwamba kuna haja sasa ya kuweka katika mpango wake ujenzi wa uwanja wa mpira wenye hadhi ya kimataifa na kulipa jina Mwalimu Nyerere katika mkoa wetu wa Mara. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa swali zuri la Mheshimiwa Esther Matiko. Anayo hoja kimsingi, na serikali inaona haja ya kuwa na viwanja na miundombinu mbalimbali ya michezo nchi nzima. Na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge ya kwamba tunaingiza katika mpango wa serikali wazo lake, na tutaifanyia kazi kadri rasilimali fedha itakaporuhusu na wakati utakapokuwa rafiki. Lakini ni wazo zuri na mimi namuunga mkono ya kwamba ni muda wake sasa wa kufanyiwa kazi. Asante. Mheshimiwa Abubakar Asenga. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kuwa halmashauri ya mji wa Ifakara jimbo la Kilombero ni halmashauri inayokuwa kwa kasi sana na ina vipaji vingi sana za vijana vya michezo. Mfano Aishi Manura anatoka Kilombero. Na tuna maeneo mengi sana ya ujenzi wa viwanja vya michezo, mfano eneo ambalo liko karibu na kituo cha afya cha Kiwaoni pale Ifakara, Mwaya na CCM kwa Tangani. Je, ni lini serikali itafanyia kazi ombi letu la kujenga uwanja wa kisasa wa michezo katika halmashauri ya mji wa Ifakara ili kuendelea kukuza vipaji vya vijana wetu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Asenga kwa kazi nzuri anayoifanya ya kuhakikisha masuala mbalimbali ya wanajimbo la Kilombero hayafumbiwi macho, yakiwemo masuala katika sekta ya michezo. Kama ambavyo nimejibu katika maswali yaliyotangulia, lengo la serikali na lengo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na miundombinu bora ya michezo nchi nzima ili kuweza kugundua vipaji na kuvilea na kuhakikisha vijana pengine wanakutana na riziki alizowaandikia Mwenyezi Mungu kwa kutumia vipaji hivyo. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Asenga, kwa sasa serikali inafanya kila inaloweza kuhakikisha miundombinu kwa ajili ya CHAN 2025 na AFCON 2027 inakamilika, lakini hali kadhalika serikali inaunda mamlaka ya usimamizi wa miundombinu ya michezo ambayo itakuwa inaitwa SIMA ili kwenda kutekeleza kwa vitendo maono ya mwanamichezo namba 1 nchi hii Rais Samia Suluhu Hassan. Na miongoni mwa mambo ambayo itayafanya ni kuhakikisha tunakuwa na miundombinu bora ya michezo katika nchi nzima na jimbo la Kilombero halitoachwa nyuma. Asante. Mheshimiwa Christina Rai. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Je, ni lini serikali itajenga uwanja wa michezo katika wilaya ya Mbulu ambapo ni eneo muhimu sana kukuza vipaji vya riadha, tukizingatia wanariadha mashuhuri kina John Steven wametokea eneo hilo? Asante Mheshimiwa. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na swali zuri la Mheshimiwa Justina. Ni kweli vipaji vingi vya riadha vinatokea katika ukanda anapotokea Mheshimiwa mbunge, na tumeweza kuona faida kubwa imepatikana kwa wanariadha na medali nyingi ambazo wameshinda wakati wakiliwakilisha taifa hili. Serikali bado ina mipango ya kuendelea kujenga miundombinu mbalimbali ya michezo, na sasa hivi tunajenga kituo cha michezo katika ukanda huu eneo la Karatu kuhakikisha kwamba tunavigundua na kuvilea vipaji hivi anavyovihitaji Mheshimiwa mbunge, na kadri hali itakavyoruhusu tutafika chini zaidi na kuhakikisha kwamba tunajenga kituo cha michezo kwenye eneo analolitaja Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Dr. Christina Mzava. Mheshimiwa Mwenyekiti, mji wa Kahama ni mji ambao unakuwa sana na unakuwa kwa kasi na una vitu vingi vizuri na una vipaji vya watoto wa kike ambao wanacheza mpira wa miguu, lakini hakuna uwanja. Je, nini kauli ya serikali au mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba halmashauri ya manispaa ya Kahama inapata uwanja? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nimefika Kahama na Mheshimiwa Mzava analifahamu. Ni kweli mji wa Kahama unavyo vipaji vingi na mji unakuwa kwa kasi sana. Kwa sasa kama ambavyo nimetangulia kusema, msisitizo huko kwenye viwanja ambavyo vitatumika kwa ajili ya CHAN na AFCON, na nitoe rai
kwa mamlaka husika za wilaya ya na mji wa Kahama kuhakikisha kwamba wanatenga fedha kutoka kwenye mapato yao ya ndani ili kuanza kutengeneza miundombinu bora ya michezo. Sisi kama wizara nimhakikishie tuko tayari kutoa usimamizi wa kitaalam kuhakikisha tunawaunga mkono, na hali ya rasilimali fedha itakaporuhusu nimhakikishie mheshimiwa mbunge tutawaunga mkono kwa kuhakikisha tunawasaidia kukamilisha miundombinu hiyo ya michezo. Mheshimiwa Engineer Stella Manyanya. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Niliwahi kuuliza na ninakumbusha kwamba ni lini serikali itachukua sehemu ya mapato yanayopatikana wakati klabu kubwa za mpira kama Simba na Yanga zinapocheza na kupeleka maeneo ya pembezoni ambako kuna wapenzi wengi na hawana viwanja vya mpira. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na alikumbuka swali hili la Engineer Stella Manyanya mbunge, na bado tunapata wakati wa mgumu wa kuona namna ambavyo tunaweza tukachukua mapato haya na kuyapeleka katika sehemu ambayo mheshimiwa mbunge anataja. Makato ambayo yanapatikana kwenye michezo ambayo klabu hizi zinacheza bado ni makubwa sana mpaka sasa hivi, na tunaangalia namna ya kuyapunguza ili klabu hizi ziendelee kunufaika ama zinufaike zaidi. Kwa hiyo utakapofika wakati ambapo tunawakata zaidi sasa kwa ajili ya kupeleka kwenye miundombinu ya michezo kwa sehemu za pembezoni, nafikiri kutakuleta malalamiko makubwa. Kitu ambacho tunajaribu kufanya sasa hivi ni kuhakikisha serikali inaendelea kutenga 5% kutoka katika michezo ya kubahatisha ili kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli mbalimbali za maendeleo ya michezo, na zikiwamo ambazo Engineer Stella Manyanya amezitaja. Lakini kwenye kuzikata klabu nafikiri kwa sasa itakuwa ngumu, sio jambo ambalo linaweza kuongeleka kirahisi. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Tunaendelea na swali linalofuata, Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Nusrat Shaban.